sauti za shangwe, wokovu furaha, zimo hemani mwa walio haki. Mkono wa Bwana hutenda makuu, mkono wa Bwana umetukuzwa mno. Kwa muda mrefu mimi nilisubiri. Our viewers, this evening I want to greet all of you in the name of Jesus Christ. And I know that God has a purpose for you this year. And this year, I don't want us to have it like any other year. We are moving from one level to another. The level we were in the year 2014 should not be the level you are going to operate in the year 2015. That is the reason why I want to follow up the word that the Lord has been speaking upon our lives this time, and I know that we are going to change. God has spoken about 7 pillars that we are dealing with for this year. I'm still talking about the first pillar this evening, and this pillar is the year of fulfillment. There is a word that God wants to fulfill in your life. There are some things that God had told you about what He is going to do for you, and it has like a delay. But the Lord has been speaking to me, and especially in this day, God has spoken that there are some things that He said last year, and it is like you conceived them. But the time of delivery is now. Just like the way He talked to Abraham when Abraham was 99 years old, and at that particular time He told him that at a time like now, next year, you will be having a son. So there are some things that God said last year, and you waited for them, but you conceived. Whatever happened in your life was that you conceived. This is the year of your delivery, and that word is coming to pass. As you sit down there, I welcome you for a session that you are going to have an impartation of the word of God, and your life must change now. God bless you so much. Continue listening, and your life will never be the same again. Thank you. God is speaking. Mungu ananena. And God is speaking. Mungu ananena. And this is what He is going to do. Na vipi ndivyo atakavyofanya. And when He spoke about the year of fulfillment, wakati aliponena kuhusu mwaka wa timizo, He said to Abraham, akamwambia Ibrahimu, well, he was 99 years old, alipokuwa na miaka 99, where we have read pale ambapo tumesoma that next year kwamba mwaka ujao I will confirm nitahakikisha the word. lile neno. Oh, hallelujah. Hallelujah. That word had been released 25 years ago. Lile neno lilikuwa limeachiliwa miaka 25 iliyopita. God had already made Mungu tayari alikuwa a amefanya covenant agano with Abraham moja na Abraham 25 years ago. miaka 25 And now iliyopita. He is saying Na sasa anasema that the year that is coming, ya kwamba ule mwaka I will unaokuja confirm. nitatimiza. And God was speaking to me. Nami Mungu alikuwa This anielezea year, mwaka huu He is confirming. anatimiza. There are things that He is confirming. Kuna mambo leo. Oh, hallelujah. Hallelujah. That which you wanted God to do Kile ambacho ulipenda Bwana in akakitenda your life, maishani mwako this year, mwaka huu He is going to confirm that you are a child of Abraham. kwamba wewe ni mwana wa Ibrahimu. Every child or every person who has faith in Jesus Christ. Kila mtu aliye na imani katika Yesu Kristo. The Bible says Biblia inasema we are children of Abraham, tumefanyika wana wa Ibrahimu. because Abraham Ana Ibrahimu was a man of faith. alikuwa ni mtu wa imani. Everyone that has faith Na kila mmoja aliye na is a imani child of Abraham. ni mwana wa Ibrahimu. And I tell you Na nikwambia that this year mwaka huu God is confirming Mungu anatimiza His covenant ile agano that you are a child ya kwamba wewe ni mwana of Abraham. wa Ibrahimu. When you are a child of Abraham, Ukiwa mwana wa you Ibrahimu cannot lack. huwezi You ukakosa. cannot beg. Huwezi A child of ukakosa. Abraham Mwana wa can Ibrahimu never be a beggar, hawezi because kuwa Abraham himself Ana Ibrahimu was mwenyewe not a beggar. hakuwa And I kuomba tell omba. you for sure, Nakwambia if you kwa have hakika, been begging, kama umekuwa the kuomba omba, year that you will not beg, mwaka it ambao is this hutaomba year. ni mwaka The huu. year
that you are not going to lack. Mwaka ambao hautakosa. It is this year. Mwaka huu. This is the year of the Lord. Huu ndio mwaka wa Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bible says in the book of Isaiah, Kama vile Biblia inasema katika we kitabu cha need to Isaya. arise. The Bible says arise, Biblia inasema shine, for your light has come. ana mwangaza wenu umekuja. The light of God has come. Yule mwangaza wa Bwana And umekuja. the year for us to arise is now. Na ule mwaka wetu sisi When we talk about advancement, tunaponena when we are talking about advancing, tunaponena kuhusu kuenenda it mbele is arising ni kuinuka and being seen. na kuonekana. Some of us have been in a lot of darkness, Wengine wetu tumekuwa katika giza nyingi. but a time has come, Lakini wakati and umefika. I want to release the light of Nami God, nataka kuwa an anointing in your life upako that katika is maisha going yako to make sure, ambao utahakikisha hallelujah, haleluya that you are not going to be in darkness again. na kwamba hautakuwa katika giza May tena. you receive it if you are ready in Jesus' Katika jina name. la Yesu, amina. Oh, hallelujah. Haleluya. And I tell you for sure, Nakwambia kwa hakika this year mwaka huu you must arise. lazima uwe. Lift up your right hand and say, I am arising. I am arising. I am shining. I am For shining. the glory of God For the glory of has God risen upon me. has risen upon me. Hey, hallelujah. Haleluya. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. And among the things that we need to do now, Na kati ya yale ambayo twastahili kutenda as we are arising, tunapoinuka, as God is going to confirm, kama vile Mungu atalitimiza, it is to worship the Lord. ni kumwabudu Mungu. Hallelujah. Haleluya. This year, Mwaka huu determine that I am going to be a worshiper. nimepakata kauli nitakuwa mwabuduo. Oh, hallelujah. Haleluya. This is the year that you need to give God true worship. Mwaka huu astahili kumpatia Mungu huwa. I came to tell you, Nimekuja kukuambia worship, kwa kumwabudu. worship, Kuabudu. worship Kuabudu is the first instrument of war. ndio ile silaha ya kwanza ya vita. It is an instrument of war. Ni ile silaha ya vita. When you have heard God has spoken so many great things, Wakati umesikia Mungu amenena that mengi He is makuu going to do this year. ya kwamba atatenda mwaka huu. One of the things that I am not saying Moja ya yale ambayo sisemi is that this year ya kwamba mwaka is huu going to be a great year of warfare. utakuwa ni mwaka mkuu wa vita. Whatever you need, everything. Those who are trusting God for a 6-digit salary jobs, God is going to give you, but there is going to be warfare. Chochote ambacho wakihitaji kama wale wanaotafuta mshahara wa herufi 6, Mungu atakupatia, lakini kuna wakati wa vita. Corinthians chapter 16. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 16 verse 9. mstari wa 9. The Bible says, for a great and effective door has opened to me. Biblia inasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, and there are many adversaries. na wako wengi wanipigao. Every open door, there are people who are going to rise up against you. Kila mlango uliofunguka kuna watu ambao watakuinukia. That is the reason why Ndio maana I have come to prepare you for warfare. nimekuja kukutayarisha kwa vita. Oh, tell your neighbor it's warfare. Ya jirani ni vita. It is warfare. Ni vita. And because of the warfare that is ahead of us, Kwa sababu ya vita vilivyo mbele zetu, you must say, I will not miss any of the promises of God this year. lazima useme sitakosa yoyote ya baraka za Bwana mwaka huu. Oh, hallelujah. Haleluya. And we must be determined. Lazima tuwe tumekata kauli. And Paul is saying, Na ya Paulo anasema a great door mlango mkuu has opened for me. umefunguliwa kwangu. Oh, that great door is there. Ule mlango mkuu uko pale. But you know what? Lakini je, wajua nini? You must be ready. Lazima uwe tayari. You must be ready. Lazima uwe tayari. You must. And you know, you don't go for an interview for that job. Uendi katika interview kwa sababu ya ile kazi. You first fight. Kwanza unapigana. That is why you need to pray and teach yourself how to pray. And pray in tongues, pray with tongues of angels, pray with everything, pray with knowledge,
Pray when you are walking. Pray when you are sleeping. You pray and make sure that every morning you are saying, I bind every adversary that is sent for me this day. Ndio maana lazima uombe katika ndimi, uombe katika ufahamu, uombe ukienenda, ukitoka kila asubuhi useme ninafunga kila ngome ambayo imeniinukia siku ya leo. God has already released. Mungu tayari ameachilia. Oh, hallelujah. Hallelujah. Whatever you have been praying for God to give you. Chochote ambacho umekuwa ukimwomba Mungu akupatie. Some people have been praying for properties. Wengine watu wamekuwa wakiombea mali. Those houses are there. He has already released them. Na nyumba za kifahari tayari Mungu ameziachilia. Those lands are already there. God has already released. Mashamba Bwana tayari ameyaachilia. The cars are there. Magari. The businesses are there. Everything that you need is already released. Chochote unachokihitaji tayari kimeachiliwa. The doors are open. Milango tayari imefunguliwa. But there are adversaries. Lakini kuna wengi wapigao. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. You close your fingers like this and say, I am going to fight. I am going to fight. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want you to say it again like you believe in it. And as a soldier, you say, I am going to fight. I am going to fight. Can you say it now against your enemy? Say, therefore, I am going to fight. Therefore, I am going to fight. You must release. You must release everything that belongs to me. That belongs to me. This year. This year. Not next year. Not next year. And this time. And this time. I declare. You are releasing it. You are releasing in it. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. When I say 6-digit salary jobs, ninaposema kazi ya mishahara ya herufi 6, I wish somebody can say, I am trusting God for that. Can you lift up your hand in Jesus' name? Father, I pray right now. Baba, ninaomba hivi sasa. I'm releasing ninaachilia an anointing of God upako wa Mungu that will overcome ambao utashinda in their lives katika maishani mwao these people watu hao that are lifting up their hands. wanainua mikono. I am releasing ninaachilia an anointing of God upako wa Mungu that whatever you have promised shall come to pass. None of them can be poor. I release these jobs in the name of Jesus Christ. I release businesses that are going to give a turnover of 6-digit salaries every month in Jesus' name. We appreciate the Lord and receive that as your own in the name of Jesus Christ. This is the inheritance of the children of God. That is why we are saved. That is why we are born again. That is why we are here serving God. That is why God calls us His servants. We are called the servants of the Most High. As we worship Him, He is going to do some things. Exodus 23. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka 23 verse 25 and 26. Katika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 hadi 26. If you have not underlined that word in your Bible, you need to underline it in a red color. Kama hujaweka kijistari katika Biblia yako mstari ule, unahitajika kufanya vile kwa kalamu nyekundu. Why? Kwa nini? Because is a time to worship God. Maana ni wakati wa kumwabudu Mungu. We don't come to church to do anything else. We come to worship. Hatukuji kanisani kufanya lolote lingine, bali tunakuja kumwabudu Mungu. And then we need to worship God better than when they used to go in church on Saturday. Na tunastahili kumwabudu Mungu vizuri zaidi kuliko walivyokuwa wakifanya walipokuwa wanaenda kanisani Jumamosi. It is the disciples who started going
to church on Sunday. Ni wanafunzi wa Yesu walioanza kwenda kanisani siku ya Jumapili. And they would go and worship the whole day. Wangeenda pale waabudu siku yote. They would go and worship with offerings, the tithes and everything. Wangeenda kuabudu katika matoleo, katika zaka na mambo yote. That is the first day of the week. Hiyo siku ya kwanza ya wiki. You ask, why do we all meet on the first day on a Sunday? Nauliza mbona tukakutana katika siku ya kwanza siku ya Jumapili? And it did start today. Haikuanza leo. And it started with the disciples. Ilianzishwa na watu. Number one, they wanted to come and celebrate the resurrection of the Lord. Jambo la kwanza walipenda kuja na kusherehekea kufufuliwa kwa Bwana. And they wanted also to worship God. Pia walipenda kumwabudu Mungu. And most of whatever they were doing, it was the disciples, the apostles who gave them the direction. Na mengi ya yale waliofanya ni mitume waliowapatia mwelekeo. Why I am saying this scripture is so important. Maana ninasema hili andiko ni muhimu. It's because when you come and worship, Ni kwa sababu ukija when you come and lift up your hands before God, ukija na kuinua mikono yako mbele za there Bwana, are things that God does automatically. kuna mambo ambayo lazima Mungu akayatenda. Read with me verse 25. Soma pamoja nami katika mstari wa 20. The Bible says, worship the Lord your God, Biblia inasema nanyi mtamtumikia and his blessing will be on your food and water. naye atakibarikia chakula chako na maji yako. I will take away sickness from among you, Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. and none will miscarry Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba or be barren in your land. wala aliyetasa katika I nchi will yako. give you a full lifespan. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Somebody say amen. Amen. When you worship, Ukimwabudu Mungu, 4 things happen. mambo manne hutendeka. Number 1, Jambo la if you kwanza, are carrying your Isaac, kama unabeba you jina lako, shall not miscarry. hautaharibu Oh, mimba. hallelujah. Haleluya. Let me tell you, Hebu nikwambie, every dream that you have kila ndoto ulio can nayo never be miscarried. haiwezi ikaharibiwa. When you are a worshiper, Wakati wewe ni mwabudu, every dream kila ndoto that you have ambayo uko nayo can never be miscarried. haiwezi ikaharibiwa. We can never be barren. Hatuwezi kuwa Tell your neighbor you can never be barren. pia jirani, huwezi ukawa tasa. Number 1, the Bible says, worship the Lord your God. Jambo la kwanza Biblia inasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. What will happen Kitakuwa nini when you worship the Lord? wakati mmemwabudu? Number 1, Jambo la kwanza, his blessing will be on your food and your water. baraka zake zitakuwa juu ya chakula chako na maji yako. That means you will never be hungry. Ni kumaanisha hautawahi kuwa na Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout amen. Amen. You will never be hungry. Huwezi ukawa mwenye His njaa. blessings will be upon your food. Baraka zake zitakuwa juu You ya can chakula never chako. be poisoned. Huwezi ukapewa. Hallelujah. When you are a worshiper, Kama wewe ni mwabudu, you can never be food poisoned. huwezi ukapatiwa. The blessing of that word is real. It is real. It talks what it says. And it means what it says. Lile neno ni la kweli, linasema na kumaanisha kile linachosema. Worship the Lord your God, Mwabudu Mungu wako, and his blessings will be upon your food and your water. na baraka zake zitakuwa juu ya chakula chako na maji yako. That means Hivyo ni kumaanisha even if there was drought, hata kama kungekuwa na kiangazi, you will have water. wewe utakuwa na maji. Oh, hallelujah. Haleluya. Number 2, Jambo la pili, when you worship the Lord, unapomwabudu he Mungu, will take away sickness from among you. atakuondolea ugonjwa kati yenu. How many worshipers do we have in the house of God? Je, tuko na waabudu wangapi katika nyumba ya Can Bwana? you shout and say, I shall not be sick? I shall not be sick. Listen to me. Nisikilize. The Bible says Biblia inasema he is going to take away sickness ya kwamba nami nitakuondolea ugonjwa from among you. kati yako. You can never be sick. Huwezi ukawa mgonjwa. You are guaranteed as an worshiper. You cannot be sick. God will take away sickness
sickness from among you. Lazima ushike lile neno ya kwamba huwezi ukawa na ugonjwa. These 20 years I have been saved. Miaka hii 20 ambayo nimekuwa nimeokoka, have never spent a night in the hospital. Sijawahi nikalala kama nimelazwa hospitalini. I got saved when I was having asthma. Niliokoka wakati nilipokuwa na ugonjwa wa asthma. God miraculously healed me. Mungu akaniponya kupitia kwa miujiza ya. You don't need to have a gift of healing. Uhitajiki kuwa na kipawa cha uponyaji. All you need is to believe. Kila wastahili ni kuamini. When you believe, wakati umeamini, that is that. Imefanyika. I believed. Niliamini. And today, siku ya leo, 20 years, miaka 20, I've never spent a night in the hospital. And I will not spend the night in the hospital. Let the devil hear this in Jesus' name. Katika jina la Yesu. God will take away sickness. Mungu ataondoa ugonjwa from among us. Kati yako. Hallelujah. Hallelujah. And if you are sick today, na kama wewe ni mgonjwa siku, I release the healing of God. Achilia uponyaji wa Mungu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. You cannot be sick. Huwezi ukawa. Let the Lord take away that sickness in your life. Ule ugonjwa katika maishani mwako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. And then he says, none will miscarry. Hakuna yeyote atakayeharibu mimba or be barren. Ama awe tasa. None will miscarry. Hapatakuwa na mwenye. When you worship God, ukimwabudu Mungu, one of the reasons why we come and worship the Lord is so that we will not be barren. It is so that we are not going to miscarry everything. Do you know you can even miscarry a job? Moja ya sababu ya kumwabudu Mungu ni kwamba tutakuwa tasa wala kuharibu mimba. Je, wajua waweza hata kuafya ile mimba ya kazi? Hallelujah. I say it will not happen to you this year in Jesus' name. Itatendeka kwako mwaka huu katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Do you know when I am looking at all of you, wakati ninapowatazama wote, people on transit. Naona watu ambao wako safarini. You are being promoted from that office. Don't hold it. You are going to another level. Usishike ile ofisi yako, maana unaondolewa kutoka hiyo ofisi katika kiwango kingine. And wherever you are going, you shall not miscarry. Pale ambapo unaenda, in the name of Jesus, you shall not miscarry your Isaac. Hautaharibu Isaka wako. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, Biblia inasema, I will give you a full lifespan. Nitatimiza siku zako. If you are not a worshiper, kama wewe sio mwabuduo, God will not give you a full lifespan. Mungu hatayatimiza hesabu ya siku zako. And here the Bible says, hapa Biblia inasema, I will give you a full lifespan. Hesabu ya siku zako nitaitimiza. That means God has promised. Ni kumaanisha Mungu ameahidia. There is no premature death for worshippers. Hutakuwa na kufa pasipo kufa kwa wale waabuduo. And you know, when you learn to worship, wakati mnajifunza kumwabudu Mungu, worshippers are obedient people. Waabuduo ni watu watiifu. That means when you learn to worship, maana wakati unapoabudu, you will also be obedient to your parents. Bado when you learn to worship, ukijifunza kuabudu, there are many things that can happen in your life. Na mengi yaweza tendeka maishani mwako. The Bible here says, Biblia hapa inasema, I will give you a full lifespan. Nitatimiza hesabu ya siku zako. I came to tell the worshippers, kama kuambia you can never die young. Huwezi ukafa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Can you shout yes? Yes. You can never die young. Yes. No premature death can come in your life if you are a worshiper. Huwezi ukafa pasipo kutimiza siku zako kama wewe ni mwabuduo. Can you lift up your right hand and say, this year is not my death year. Is not my death year. According to Psalms 118. According to Psalms 118. Verse 17. Verse 17. I declare. And issue a decree. I shall not die. I shall not but die. I will live. But I will live. To
life. In my life. Again I say, this year, I will not die. I will not die. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 May it be done according to your confession. Ikatendeka kama vile umekiri. The Bible says, Biblia inasema life and death is in the power of your tongue. Uhai na kifo ziko katika nguvu za ulimi wako. And this year, mwaka huu we will worship the Lord. tutamwabudu Mungu. We will worship the Lord. Tutamwabudu Mungu. Such that our Isaac will be born. We shall deliver. We shall get whatever God has said. We shall harvest. Oh, hallelujah. We shall be manifested. There will be demonstration of the power of God upon our lives. Thank you so much for having listened to that very powerful message. I know that it has come to you in a good way, and I know that God's will in your life is that He may change it completely. I want to pray with you so that we can release whatever God had said will happen and it has not happened. I want you to have faith that God is doing it this year. I want you to just agree with me as I pray this prayer. Father, in the name of Jesus Christ, I want to commit my viewer before you. I want to release the anointing to receive your word, and this word is going to be fulfilled in their lives in the name of Jesus Christ. I pray every promise will be fulfilled this year. I pray that my Father, whatever they have been trusting you for is being released this year in Jesus' name. I agree with my viewer that my Father, whatsoever they have been waiting, their time of delivery is this year. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Continue believing in God. This is the year of the Lord and great things are happening. Just be obedient to God and wait upon the Lord. Your life can never be the same again. Continue listening to us, receiving us from the same channel, the same time, and your life will continue changing. God bless you so much. Thank you.